Ahmed Ali Mohamed Bajaber. Nimepatia? Sio Baja. Baja ni pikipiki. Ni Bajaber. Litaji lote sasa. Kama mimi nilivyotaja. Mohamed Ali Bajaber. Ni Baja. Sio Baja. Ni Baja. Ni Kilatini hicho. Yule si Mreno. Ni Bajaber. Unaseleleka kidogo. Bajaber. Tuanzie hapo President. Mechi yake ya kwanza, touch yake ya kwanza, amefunga bao. Ni faraja kubwa sana hii leo. Mechi hii ya leo kama ingeisha kwa goli moja tu la Bajaber, sisi tungefurahi vibaya mno, lakini kuisha kwa magoli matatu na moja wapo ni la Bajaber ni jambo la kutufariji pakubwa sana. Bajaber kucheza hii leo ni faraja kubwa kwake yeye mwenyewe na kwa timu yake. Bajaber tangu tumemsajili hajapata nafasi ya kucheza, na ni kwa sababu alikuwa na majeraha na ilikuwa inamuumiza yeye mwenyewe. Bajaber ni aina ya wachezaji wa shindani. Anapenda kucheza. Ni kwa sababu anajua kucheza. Kwa hiyo anataka kucheza. Anapenda kucheza. Kitendo cha kukaa nje uwanja kwa miezi mitatu ilikuwa inamuumiza kweli kweli. Kuna wakati alikuwa analazimisha yeye mwenyewe acheze, lakini madaktari walikuwa wanamzuia. Unamuona anataka kweli kweli kucheza, anataka kuonesha ubora na ufundi wake, lakini bado hajakuwa timamu. Leo hii baada ya kutibiwa kwa muda mrefu, Bajaber amepona, na leo kwa mara ya kwanza anakanyaga Meja Jenerali Samuyo akiwa na jezi yake ya mechi, anakwenda kufanya ubaya ubwela. Kitendo cha lineup kutoka jina la Bajaber liko pale ilikuwa ni furaha kubwa sana kwa wanasimba, na ilikuwa ni ushindi wa kwanza kwa Bajaber, hata kama asingecheza hii leo, lakini kitendo cha jina lake kuwemo kwenye wachezaji 18 wanaocheza hii leo tayari ilikuwa ni ushindi mkubwa mno kwa Bajaber. Lakini kitendo cha Mwalimu Selemani Matola kumnyanyua Bajaber kwenye kiti na pasha misuli, hata kama asingeingia bado ilikuwa ni ushindi mwingine wa pili mkubwa mno kwa Bajaber. Waliitika, sijui umeelewa. Kitendo cha Bajaber kuingia uwanjani ikawa ni ushindi wa 3 wa Bajaber, na ushindi wa 4 ni kitendo chake cha kufunga goli. Na lile goli sio goli la mama ni bebe, ni goli la fundi ambaye kwenye 18 imepigwa anakutana nayo kwenye utulivu mkubwa mbele ya uso wa Beno Kakolanya. Kakolanya anadaka. Kakolanya kipa. Kakolanya anatisha. Kakolanya akivimba pale kwenye milingoti anaogopesha. Lakini Bajaber yote hayo hakuyaona, akapasia nyavu. Goli lake kusema kweli ni goli ambalo limemfurahisha kila mwana Simba. Yani ukitaka kuona namna gani goli lake limefurahiwa, tazama wachezaji wote walitoka kwenye bench wakaenda kukimbilia kumshangilia. Kwa nini hiyo imetokea? Kwa sababu wachezaji wanamuona Bajaber anavyo struggle na nafsi yake tunapokuwa kambini. Wanamuona anavyoumia kwa nini hachezi. Wanamuona namna ambavyo anateseka kwa nini hachezi. Sasa wanamhurumia ya kwamba mwenzetu anashindwa kutimiza malengo yake, anashindwa kuonesha ubora wake. Leo ukapata nafasi ya kucheza na kafunga, wachezaji wote wamefurahia kwa sababu wanaamini sasa mwenzao sasa ile kiu imemuisha, yale majonzi aliyokuwa nayo kwenye moyo wake yamemuisha. Ndio maana wamefurahi vibaya mno, na mimi nimefurahi mpaka nimetonesha mguu. Asa VIP wanaruhusu hayo mambo. Sijakaa hapa. Nikaa kule. Kule. Nikaa kule nikaa naangalia bodi. Baba nimeruka mpaka nimetonesha mguu nakwambia. Kule goli baba wakati wanafunga upande ule na umekaa upande ule. Nimeliona.
anaingia touch yake ya kwanza. Tazama composure yake, tazama utulivu wake. Mali inakuja nazima, anachagua pa kupiga. Kusema kweli Bajaber leo ametukata kiu kweli kweli. Yani Bajaber kusema kweli ametufanya si mnasemaga nyi wahenga hamuamini. Hatuamini. Wahenga ni watu wa kuaminiwa sana. Walisema mvumilivu hula mbivu. Ni kweli tumevumilia, leo tumekula mbivu za Bajaber. Sasa Bajaber bado hapa hajawaka. Hata ukimwangalia unamuona bado hajakamata ile match fitness yake. Lakini kwa goli hili ambalo amelipata leo litakwenda kumongezea ujasiri na uimara wa hali ya juu sana. Tutegemee huko mbele tuanza kula mema ya Mohamed Bajaber. Tutakuja zaidi. Akituja hapa kwa Bajaber, kulikuwa na maneno mengi huko nje, Instagram, kuna vijiwe vya mitandao ya kijamii, tangu amesajiliwa inafuata story, tangu amesajiliwa inafuata story, tangu amesajiliwa inafuata story. Hii leo amecheza na amefunga, inakwenda kuzima na kukata zile story zote ambazo zilikuwa zinamhusu Bajaber. Wapo watu ambao walishaanza kumdhihaki kwamba achezi. Na wapo wengine wakaanza kudhihaki viongozi kwamba wamesajili mchezaji majeruhi na vitu kama hivyo. Kwa hii yeye kucheza na kufunga goli, sababu kufunga goli sio jambo jepesi. Nakubali. Kuna watu wako hapa nchini tangu mwezi wa 7 mpaka leo hawajawahi kufunga goli hata moja kwenye timu zao nyingine huko. Mwezi wa 7 ligi kwanza. Lakini Bajaber dakika 5 tu zimemtosha yeye kufunga goli. Uone ni kwa namna gani sisi tuli riski kuchukua mchezaji wa aina yake tukamtibu, kwa sababu tunajua nini anacho kwenye kichwa chake, nini anacho kwenye mguu wake. Sawa semaji, mechi zote tulizocheza uwanja wa nyumbani tumeshinda kwa ushindi wa mabao 3. Hilo moja. Jonathan Soa mechi yake ya 3, bao lake la 3. Maurice Abraham amefunga kwa mara ya kwanza kwenye ligi kuu ya NBC tangu ameanza kucheza. Mechi hii ya leo ina vitu vingi sana vya kuzungumzia. Kwanza rekodi moja ambayo wanasimba wanapaswa kuifahamu ni kwamba hii ni mechi ya 3 ya Mwalimu Selemani Matola akisimama kuwa kocha mkuu mwenye final decision. Mechi yake ya 3 anapata ushindi katika mechi zote 3, tena kwa magoli 3 with clean sheet. Mwalimu Selemani Matola alifanya hivyo akiwa na Namungo, alifanya hivyo akiwa na Fountain Gate, leo amefanya hivyo akiwa na Mbeya City. Kwa ukiwa na Mwalimu Selemani Matola una uhakika wa goli 3. Huyo ni nani huyo? Hiyo ni hadithi ya kwanza katika mchezo leo. Kwa mbele mwendo wa ngapi? Mwendo wa 3. Maneno bana ukija kwa Maurice Abraham, wiki iliyopita Maurice Abraham alicheza mechi muhimu sana. Kwa bahati mbaya akakosa goli la wazi kweli. Mchezaji aina ya Maurice Abraham ambaye ni mshindani, kukosa nafasi kama ile kwenye mechi inamsononesha na inamuumiza na inamnyima raha. Sasa kufunga kwake goli hii leo kuna mrejeshia ile confidence. Lakini kama haitoshi, Maurice ni mchezaji wa eneo la mbele. Wachezaji wa eneo la mbele wanatakiwa kufunga, achilia mbali striker. Lakini mchezaji anacheza namba 8, namba 10, 7, 11, 9, 10. Hawa ni wachezaji ambao wanatakiwa wasikaukiwe na magoli. Pamoja na kazi ya kutengeneza, lakini wanatakiwa wafunge. Wakifunga inawaongezea confidence katika kazi yao. Kwa Maurice kufunga leo inamuongezea hiyo confidence. Lakini kama haitoshi, Maurice Abraham hii ni mechi yake ya 4 ya ligi kuu. Kwa kwake yeye kucheza bila kupata bao ni jambo ambalo lilikuwa linampunguzia hali ya kujiamini. Kufunga kwake leo imekuwa ni jambo bora sana, ni jambo kubwa kweli, na ni goli lake la kwanza ambalo linafungua upatikanaji wa magoli mengine. Sawa. Hapo kwa Maurice, kabla tujaenda kwa Soa na wengine, amekuwa pia mchezaji bora wa mchezo. Of course amestahili. Amestahili kusema kweli, amefanya kazi kubwa sana, ametengeneza, amefunga na amekuwa chachu ya ushindi kwa Simba Sports Club. Anastahili kuwa mchezaji bora wa leo. Soa mnyama, mechi ya 3, mabao 3 kwenye ligi kuu ya NBC. Mechi 3, goli 3, ni top scorer. Kwanza lazima ieleweke,
Mshambuliaji wetu kinara, washambuliaji wetu vinara Simba ni watatu, akiwemo Jonathan Soa. Kitendo cha Jonathan Soa kufunga kwenye kila mechi ambayo anashinda ama anacheza kwanza inatupa credit viongozi, tumesajili striker la kutisha, lakini kama haitoshi inamuongezea mwenyewe nguvu ya kuendelea kupambana zaidi. Hakuna nyakati ngumu kama mshambuliaji kucheza bila kufunga. Ndio mnalazimika mwanze kuandika makala nyingi, mnajua, lakini huwa mnajua anafanyaga vizuri, mnajua, lakini ni nyakati ngumu. Hata Dilima huwa ni nyakati ngumu, mnajua, mnaelewa. Sasa Soa hakupi hiyo nafasi ya kumtetea kwa maandishi mengi. Soa anajitetea mwenyewe, Soa anafunga mwenyewe. Na ukiangalia vinara kwa ukubwa wa Simba, inapotoka orodha ya wafungaji bora, mshambuliaji wa Simba jina lake linapaswa kuwa pale. Hiyo ndiyo falsafa na hiyo ndiyo msimamo wa Simba. Nani anatuweka pale? Jonathan Soa. Nani anatuweka pale? Mwalimu Selemani. Nani anatuweka pale? Steven Desimo Kwala. Hiyo ndiyo Simba Sports Club. Sawa, semaji. Tuje kwenye mechi zima kijumla, vile ambavyo umeviona kuanzia kipindi cha kwanza, cha pili, tukitengeneza nafasi nyingi za kufunga mabao, tukitawala mchezo na tukicheza vizuri katika vipindi vyote viwili. Kipindi cha kwanza tulikuwa bora zaidi. Tulifanya kila kitu kwenye ubora wa asilimia kubwa kweli kweli. Na Mbeya City wanapaswa kumshukuru sana, na mimi nimpongeze Beno Kakolanya. Bado yupo kwenye ubora wake wa hali ya juu sana, top golie. Kama wangekuwa na golikipa mwingine asiyekuwa Beno Kakolanya, pengine walikuwa nadhalilika kwa magoli 7, 8 mpaka 9 hapa leo. Lakini ubora wake Beno Kakolanya umeweza kuwaokoa Mbeya City na kuwafunga mabao 3 pekee. Kipindi cha kwanza tulikuwa vizuri, tukapata mabao 2. Baada ya pale pace ikapungua kwa sababu baada ya siku 2 tuna mechi nyingine dume kweli. Tuna mechi ngumu kweli. Ndio maana unaona hata mwalimu alikuwa anapumzisha baadhi ya watu na wengine wakawa wanacheza kwa tempo ya chini ili kumaintain nguvu ya kwenda kukabiliana na Azam FC siku ya tarehe 7. Tuje hapo semaji. Leo tumepata mashabiki wengi wamekuja kutusapoti, lakini sasa pengine nguvu na akili kuelekea kwenye mchezo mwingine mkubwa mgumu dhidi ya Azam FC. Tarehe 7. Yani leo tarehe 4 ambayo tayari kimsingi imeisha. Tuna tarehe 5 na 6 pekee za kufanya maandalizi. Ni mechi ngumu, lazima kila mwana Simba atambue hilo. Mechi against Azam FC haiwezi kuwa nyepesi. Azam ni wakubwa wenzetu. Mkubwa mwenzio hata kama anapepesuka, lakini anapocheza na wewe anataka kuonesha ukubwa wake. Na Azam of course wana timu nzuri, lakini wana technician, wana kocha mzuri sana Florey Bengi, ambaye anaweza kucheza mechi ngumu hizi, anajua namna gani afanye ili apate ushindi. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana, lakini yote kwa yote sisi tunajiandaa ama tumejiandaa ama tunaanza kujiandaa kuelekea katika mchezo huo, twende tukapate matokeo mazuri. Sawa semaji. Tayari maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Azam FC yameshakamilika kwenye eneo la viingilio kwa upande huo wa mashabiki. Viingilio tayari ni 5,000 mzunguko, VIPC 10,000, B 20,000 na VIPA shilingi 30,000. Kuanzia kesho, Mungu akituamsha salama, tutaanza mauzo ya tiketi. Wana Simba tuchangamkie tiketi, twende tukaipe nguvu timu yetu. Cheza Samuel tunakuwa na raha sana bana huko. Piga mwingi hapa Bana huko Mbweni bana. Hamna joto bana. Hamna joto. Kama tunapoishi huko. Joto bana liko Tabata tu.